Moja ya aya ambayo inapatikana kwenye kitabu kitukufu cha Qur'an inasema al-kisasu haqu, kwa maana kisasi ni haki. Yule ambaye ataua kwa upanga naye afe tu kwa upanga, atakaye nyonga naye anyongwe. Hivi ndivyo ambavyo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamewafanyia RS Berkane baada ya wao kuamini ya kuwa rais wa klabu hiyo, kwa maana Fauzi Lakeji, yeye ni rais wa klabu ya RS Berkane, lakini pia yeye ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya michuano ya CAF. Anaamini kwamba yeye ndiye ambaye amefanya mechi hii pelekwe huko visiwani Zanzibar katika dimba la New Amani na si katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Sasa Simba wao wamelipa kisasi kwa kuwanyongonyesha timu nzima ya RS Berkane, kuanzia wachezaji pamoja na viongozi. Wamefanya vipi? Kwanza subscribe Off Pitch TV, alafu nipe macho na masikio kujuze nini ambacho kimetokea. Usisahau pia kufollow kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii kwa maana Facebook pamoja na Instagram tunatumia Off Pitch TV. Sasa twende sababa. Mimi ni The Voice of Miracles. Klabu ya RS Berkane wameingia nchini Tanzania hapo jana kwa ndege maalum ya kukodi wakitokea kwao nchini Morocco katika uwanja wa ndege wa Zanzibar. Wamewekwa saa 3 kwa ajili ya taratibu mbalimbali. Wamelalamika na kusema Simba Sports Club wamecheza faulo katika hili na wako nyuma ya mpango wao kuwekwa muda mrefu pale airport. Kwa maana kitendo chao kukaa sana airport, wanaamini kwamba kuna kitu nyuma ya panzia ambacho kimefanywa na klabu hiyo ya Simba Sports. Ni mshangao na masikitiko. Binafsi nilikuwa na Simba Sports Club katika safari yao ya Morocco pale airport ya Morocco. Tulikaa zaidi ya masaa 4 na hakuna aliyehoji. Hii paragraph imeandikwa na mchambuzi wa masuala ya soka ambaye ni George Mbagile. Yeye anatoa ushuhuda kwamba yeye mwenyewe pia alisafiri na Simba kwenye ule msafara ambao walienda nchini Morocco. Pale airport ya Morocco walikaa zaidi ya masaa 4. Bora wao wamewekwa masaa 3, wao walikaa masaa 4 pale airport ya Morocco. Na wala Simba hawakulalamika wala kuwataja kwamba RS Berkane wapo nyuma ya mpango ule. Wao Simba walikaa kimya, lakini Simba leo hii wanalalamikiwa kwamba taratibu zao zipo tofauti na wamewafanyia unyama RS Berkane. Simba ilikamilisha taratibu na kuondoka pale kwenda zao hotelini kupumzika. Berkane wao wana timu bora na wana wachezaji bora, wanao uwezo wa kufanya lolote popote pale. Basi wajikite huko katika masuala ya kiwanjani na wasifuate public sympathies kutoka nje na kuanza mambo ambayo hawezi kusaidia katika nyakati hizi. Ukiwa unasafiri na timu za mpira kwenda nje, haki walichokutana nacho Berkane ni kitu cha kawaida tu, tena cha kawaida mno. Nasikia wamegomea kupanda hadi mabasi walioandaliwa na klabu ya Simba na wao kwenda kupanda mabasi mengine kabisa. Sijui nini ambacho wamekiona na sijui nini ambacho wameambiwa, lakini hivi ndivyo taarifa ilivyo. Kwa hiyo George Mbagile yeye anatuambia kwamba wakati wao wamesafiri na klabu ya Simba, wao walikaa airport masaa 4, lakini wala hakulalamika popote. Ila hawa RS Berkane wanalalamika, wanasema kwamba Simba wanahusika kwenye huu mpango. Si ndio hao ambao wanasifiwa na timu bora? Si ndio hao ambao wanaongoza magoli mawili? Lakini kwa nini wanakuwa na wasiwasi na kwa nini wanakuwa na pressure? Hii pengine labda anaweza kutuonesha kwamba Simba ni moja ya timu kubwa sana, ni moja ya timu bora sana, timu ambayo inaogopwa na wengi tu, si Afrika Mashariki na Afrika Magharibi, bali hata huko Afrika Kaskazini nao wameanza kuwa na uoga dhidi ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Je, kombe hili litabaki Tanzania ama litaondoka? Lakini mbali na hivyo pia nimepenyezewa record ambayo hii record ni ya kusisimua sana, ambayo inahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tunafahamu ya kuwa hii ni finali ya pili ya Simba kucheza katika hii michuano ya CAF Confederation Cup. Wakati huo awali ilikuwa inaitwa michuano ya kombe la CAF. Wao Simba walicheza finali mwaka 1993 na wakati huo mgeni rasmi alikuwa ni marehemu hayati Ali Hassan Mwinyi. Safari hii mgeni rasmi ni mtoto wake Hussein Mwinyi. Simba wao wanasema kwamba kombe hili walilikosa mbele ya baba yake. Safari hii hawatokubali walikose kombe hili mbele ya mtoto wake, na ndio maana umeona wameenda kuzuru kaburi la rais wa awamu ya pili kwa maana Ali Hassan Mwinyi.
na kwenda kupata baraka zote na kuhakikisha kwamba kombe hili watalibeba. Je, kushindwa mbele ya baba, watafanikiwa mbele ya mtoto? Sisi tunahitaji kuona comment yako hapo chini, lakini kubwa zaidi hakikisha tuna subscribe of Pitch TV, kwa sababu sisi kiu yetu ni kukujuza wewe yale mengi ya kimichezo. Lolote lile, kwa chochote kile, dondosha comment yako hapo chini. Bye bye.